Kwa kwanza haikuwa ngumu, ila nadhani ni game plan baina ya timu pinzani na timu yetu. Wao wametuzidi ndani ya uwanja kwenye kuamua matukio baina ya tukio fulani na tukio fulani, lakini ukiangalia ndani ya dakika 15 zile tulikuwa maintain vizuri mchezo. Just ile vipindi tunatofautiana kwenye vipindi vya kushambulia, wao ndio walipotuini hapo. Yes. Ni wapi ambapo mlikosea kama wachezaji mpaka kuruhusu goli 4 kwa 0? Nadhani ni umakini tu wa mchezaji mmoja mmoja, ila for the team nadhani tumecheza vizuri, ila kwa mchezaji mmoja mmoja inabidi tuongeze umakini. Next time itakuwa nzuri nadhani. Kuna funzo lolote ambalo umechukua kama mchezaji? Of course, unapocheza na timu kama Simba lazima uchukue funzo, kwa sababu wana wachezaji wengi wazuri ambao ukiwa kama mchezaji unatakiwa ujivunie kucheza nao, na ukiwa kama mchezaji unatakiwa ujifunze kupitia wao. Kwa nadhani nimeondoka na funzo nzuri kama mchezaji. Yes. Wewe kwa nafasi yako ambao unacheza, unajifunza kitu gani na kwa mchezaji gani? Napenda anavyocheza Alassane Kante. Yes, anacheza vizuri, mtulivu akiwa na mpira, hata akiwa hana mpira anacheza kwenye position yake ikiwa vizuri sana. Nimependa the way yeye ana play. Yes. Kitu gani kingine ambacho kinakuvutia sana kutoka kwa Alassane Kante? Nadhani kama ukiuliza wachezaji wenye nidhamu kwenye timu yake, nadhani ni miongoni mwa wachezaji wenye nidhamu. Nishafuatilia na nishaona interview nyingi akiwa anazungumza. Wanamzungumzia vizuri yeye. Ukiona wenzako wote wanazungumzia vizuri, it means kwamba nidhamu yake sio mbaya. Yes. Umezungumzia swala zima la nidhamu. Nidhamu ina maana gani hasa kwa mchezaji? Yani kwa 80% ya mafanikio kwa mchezaji, nidhamu kwanza. Ukiwa nidhamu ujue sio mpaka kumwambia kocha shikamoo. No. Nidhamu kwanza inaanzia ndani yako wewe mchezaji. Kulinda kipaji chako na kazi yako nini nataka kwa wakati huu. Nadhani hiyo ndio nidhamu kubwa ambayo tunaizungumzia kwenye mchezo wa mpira wa miguu. Tuambie safari ya michuano ya CRDB Federation Cup kwa ninyi Coastal Union ilikuwaje mpaka leo mnatolewa hatua nusu finali na Simba Sports Club? Nadhani inabidi tuwe very proud kwa sababu kufika nusu finali sio jambo jepesi. Tulikutana na timu nyingi ngumu, sijui unanielewa, lakini mpaka tumefika hapa ina maana na sisi tulikuwa washindani wazuri katika mashindano. Nadhani hata wao wenyewe Simba kujua kukutana na sisi Coast walikuwa wanajua kuja kukutana na timu aina gani. Ikichotokea hii ni moja ya mchezo, kwa hatuwezi kujilaumu kwa hilo. Yes. Ukiwa unakwenda kucheza mechi kubwa alafu unaliona jina lako pale ni miongoni mwa wachezaji ambao wameaminiwa kwa maana wale 11 kuanza, cha kwanza ambacho huwa unakifikiria kichwani ni kipi? Nadhani cha kwanza ninachofikiria mbinu ya mwalimu nikaifuate mimi kama mchezaji. Alafu cha pili mimi kama mchezaji kujitengenezea profile nzuri. Unapocheza mechi na klabu kama ya Simba, 80% ya Watanzania wanaiangalia hiyo mechi ndani na nje ya Tanzania. Kwa hiyo ukiwa kama mchezaji, ukiwa na exposure nzuri, mechi kama hizo unatumia kujitangaza wewe kama mchezaji. Yes. Sawa, niliona mechi kule Dar es Salaam. Mama alikuja kukuangalia wakati unacheza KMC pale. Ulijisikiaje? Very proud. Nilijisikia furaha sana. Kwa sababu kwanza alini surprise kujua kama anakuja uwanjani. Aliniuliza tu mnacheza saa ngapi, uwanja gani, basi nikampa maelekezo ya hivyo tu, lakini sikujua kama anakuja. Sasa wakati mchezo unaendelea kuna muda nikaa nasikia mtu ananiita jina ambalo watu wengi hawalijui. Jina gani? Anaita Arnold. Unaita hilo jina. Geuka hivi. Namuona mama, kwa hiyo ilizidi kunitia moyo na ilizidi kunitia nguvu. Nadhani ndio maana ikapelekea hata mimi pia kucheza vizuri katika huo mchezo. Mama anaishi wapi kwani? Anaishi Dar. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi yeye kuweza kufika hapa. Ilikuwa ni rahisi yeye kufika. Ukiwa unacheza mechi, halafu unasikia kwamba unaitwa, unaangalia kule unamuona mzazi, unakuwa unajisikiaje, lakini inakupa deni kiasi gani? Yaani katika mchezo wa mpira wa miguu ukiuliza wachezaji wengi waga wapate support kutoka kwa wazazi, kwa sababu ukiwa unaanza huku chini mpira wa miguu unaonekana kama mchezo fulani wa kupoteza muda kwa mchezaji lakini mpaka kuja kufika level za huku juu ukiona mtu anakusupport. Mimi mamangu alikuwa very supportive tangu niko chini mpaka nafikia hapa nilipo leo, na bado anaendelea kunisupport sawa, naamini bado safari yangu ni ndefu zaidi. Kwa hiyo ukiona mzazi anakusupport mchezaji, I say inatia moyo. Unajua kabisa nyuma yangu na watu wengi wanaonitegemea, miongoni mwa watu wanaonitegemea pia ni mama yangu. Kitu kizuri. Yes. Una kitu gani cha kumwambia mama kupitia Kishai TV? Nampenda sana. Nampenda sana. Sawa, tunarudi kwa Coastal Union. Tumeona hapa baada ya mechi kumalizika, licha ya kupoteza kwa goli 4 kwa 0, lakini imeonekana wachezaji kwenda kwa mashabiki wa Coastal Union kuwashukuru na kusalimiana nao. Na hii kwenu inakuwa ina maana gani? Hao ni watu ambao popote tulipo na wao wapo. Hao ni wachezaji wa 12 kwenye timu ya Coastal Union. Yaani ukitoa wale 11 wa ndani, hao unawaona hapo ndio wachezaji wa 12 kwetu. Yaani unaweza tukaenda mkoa wote unaojua wewe, hao lazima wawepo. Kwa hiyo ni wanaheshima kubwa sana kwetu. Kwa maana umeona tukimaliza tu mechi haijalishi tumeshinda tumefungwa, lazima
tuwape kile ambacho na wao pia wanatupa. Kitendo cha mchezaji kutoka uwanjani kumfuata shabiki, kusalimiana naye, inamjenga na yeye kujua kama kumbe mtu ninayemshabikia naye ananiona. Kwa hiyo inazidi kuleta furaha. Yes. Ni miongoni mwa wachezaji ambao watu wanasema unanyuka sana nje ya uwanja. Hii kweli au? Mimi naona kawaida. Sasa sijajua wao wenyewe. Hebu kusikia watu wakizungumza hilo. Nasikia maneno lakini mimi naona kawaida. Swala muonekano unalichukuliaje? Kwangu mimi lina nguvu sana. Mchezaji unatakiwa uwe smart huwezi kuwa mchezaji alafu unavaa tu ili mradi. Sometimes unabidi uwe smart. Hiyo inakutengenezea wewe mwenyewe confidence. Sehemu wote unapokuwa ukiwa uko smart unajua kabisa hapa niko smart na sina kasoro yoyote. Nakutengenezea confidence yote unaongea nayo ukiwa uko vizuri. Yaani huyu alichukua man of the match. Ni mchezaji. Yes, ni mchezaji mmoja hatari sana. Anytime yupo kwa ajili ya maamuzi, hayupo kwa ajili ya kujifurahisha yeye. Kwa maana umeona anytime anazidi kwenda juu. Yeah. Rangi yako pendwa? Nini? Rangi yako pendwa. Yaani unaipenda kweli hiyo rangi? Rangi yangu? Ukute pengine una nguo nyingi sana za rangi hiyo. Nyekundu, rangi pendwa sana kwa nini? Inadhihirisha upendo. Yes. Mashabiki wa Coastal Union wasichoke kutufuatilia, wasichoke kutusupport. Sisi vijana wao. Kukosea leo haimaanishi kwamba kila siku tutakosea. Waendelee kuwa nyuma yetu na sisi tutazidi kuwapa ambacho wanastahili.